Penina alinyamaza, hakujibu chochote. Kisha alimjibu Jason, kwani unaumia eh? Sasa kama sio hivyo, mbona unaniletea kiburi na huyu boy wako? Ananiletea dharau hapa na kunipandishia mimi. Hivyo huyu ananijua kweli huyu? Oya, wewe nitakupoteza sasa hivi. Mpenzi mfuatiliaji wa channel Tamas Simulizi, ni siku nyingine tena tunakutana mahali hapa na nakuletea sehemu ya 7 ya simulizi inayokwenda kwa jina la Boy. Kwa vile Jason alikuwa mwenyeji ndani ya mji wa Penina na kuzielewa kona zote, haikumsumbua kutambua alikuelekea Penina. Pia kutokana na mavazi aliyokuwa amevaa Penina, Jason alijua kuwa atakuwa ameelekea kwenye usafi wa mabanda ya mifugo. Jason alielekea huko. Alipofika alimkuta Penina yuko na Ima wanasaidiana, huku wanaongea na kucheka. Ima akawa anamwambia Penina, "Madam, mambo haya niachie mimi. Wewe huyawezi. Ona sasa unajichafua bure. Aliongea Ima. Sina kusaidia ama unafikiria nitakukata kwenye mshahara wako? Wewe kuwa na amani." Huku Penina akiendelea kumwaga ndoo ya kinyesi cha ng'ombe pembeni ya banda. Alafu, "Madam, inabidi hiyo mbolea tuiuze, upige hela." Ima alimpa wazo Penina. "Wapi sasa?" aliuliza Penina. "Nitakuonyesha," akajibu Ima. Penina na Ima waliendelea kuongea huku wakifanya usafi kwenye mabanda ya mifugo. Jason aliwasalimia, kisha alimuuliza Penina kuhusu jibu lake. Penina amefikia wapi? Maana ukimya ni kama umekuwa mwingi. Hivyo ujio wake pale kwa Penina ulikuwa ni kupata mwafaka. Penina mpenzi akasikia vizuri kwa masikio yake mawili mazima yasiyo na upungufu wowote wa kusikia. "Nani mpenzi wako Jason?" alijibu Penina kwa kujiamini. "Naomba basi unipe muda japo dakika 10 tu, tuongee kidogo." Penina alimjibu kuwa isingewezekana, kwani alikuwa bize sana na pia walishamalizana miezi 5 iliyopita, na hata yeye Jason alikuwa analitambua hilo. Hivyo ujio wake pale kwake alikuwa kama amekuja kujichoresha tu. Jason alimshika Penina kwa nguvu na kutaka wakae wazungumze. Ghafla, kama mbogo aliyejeruhiwa, Ima alitoka kwenye banda la ng'ombe na kuushika mkono wa Jason na kumwachanisha na Penina. Jason alimshika Ima t-shirt kwa mbele ya shingo. Ima aliupangua mkono wa Jason. Kisha Jason akamuuliza Ima, "Wewe mshamba, unanifahamu mimi?" Jason alishangaa. Jamaa, mimi sipo hapa kukufahamu, wala hata wewe sitaki unifahamu. Maana ukinifahamu utaumia sana kichwa.
aliongea Ima kwa kujiamini. He, huyu nani? Au ndio mmeo eh? Au ndio umemleta hapa ili awe boy wako? Awe anakutoboa kidogo kidogo, si ndio eh? Penina nakuuliza, si ndio? Aliongea Jason kwa kebehi na dharau. Penina alinyamaza, hakujibu chochote. Kisha alimjibu Jason, kwani unaumia eh? Sasa kama sio hivyo, mbona unaniletea kiburi? Na huyo boy wako ananiletea dharau hapa na kunipandishia mimi? Hivi huyu ananijua kweli huyu? Oya, wewe nitakupoteza sasa hivi, aliongea Jason huku akimfuata Ima. Babu, usinitishe, wewe ni mshamba tu, huna maana. Kwani madam huyu ni nani kwani? Ima alimuuliza Penina. Penina alimtizama Jason kwa dharau na kumtizama Ima, kisha akatabasamu na kutikisa kichwa. Madam alizidi kutibuana na Jason mbele yangu bila aibu. Kisha Penina alimuita Ima na kumwambia, Ima, kwanza pole sana. Pili, huyu ndio yule kiwembe nilikuwa nikikwambia habari zake kuwa alinisaliti na dada wa kazi kisha nikamtimua. Sasa leo tena amekuja kunichafulia mwaka. Eti tuongee. Sasa mimi niongee nini na mtu niliachana naye muda wa miezi 5 yote huko? Ili iweje? Wewe toka kwangu ili mimi niendelee na mambo yangu. Nataka amani ya nafsi yangu. Yaani nikikuona wewe nahisi kama naiona kuzimu. Toka kwangu bwana, nisije nikakufungulia mbwa wa kutafune vibaya hapa sasa hivi. Alafu Jason, usiniletee mabalaa hapa kwangu. Unadhani ukija hapa na vigari vyako ya kuazima huko ndio nitakutetemekea? Angalia 0 kilomita kule mbele. Boya wewe, usiniletee upumbavu huo hapa kwangu. Toka hapa haraka. Penina aliongea huku akimfokea Jason na kumsukuma pembeni. Jason alinywea, utadhani amefumaniwa. Kisha akaja na plan B ili labda amfedheheshe Penina mbele ya Ima. Akamdai kiasi chake cha milioni 50 alichomfaulisha miaka 2 iliyopita kipindi ameagiza mzigo wake Dubai na hakuwa na fedha kwa haraka. Hiyo tu, ngoja nije sasa hivi. Penina aliingia ndani. Penina alienda ndani huku akisindikizwa na Ima. Kisha Ima alikaa nje na Jason wakimsubiri Penina alete milioni 50 ya Jason. Penina alipanda juu gorofani kilipo chumba chake. Alichukua Tanzania shillings milioni 50. Aliziweka fedha hizo kwenye kifuko cheusi cha nailoni na kushuka nazo chini. Kisha alipofika mlangoni, alimpa Ima na kumwambia ampe Jason. Hizo hapo, chukua. Kwangu ni za sokoni tu. Kuna kingine labda unanidai Jason? Aliongea Penina kwa kebehi. Nashukuru Penina, Jason akamjibu. Sawa. Penina alimuita mlinzi aje amtoe Jason nje
Mlinzi alifika mara moja na kumwelekeza Jason kwenye gari lake. Aliweka ule mfuko mkono wake wa kushoto kwenye gari. Aliweka ule mfuko wenye fedha mkono wake wa kushoto kwenye siti ya mbele. Akafunga mlango. Kisha alipanda nyuma ya usukani na kufunga mlango. Walimsindikiza taratibu hadi getini, huku wakifokeana. Mlinzi, Penina na Ima walikuwa wakicheka. Jason akaondoka. Kisha mlinzi alifunga geti. Baada ya Jason kuondoka, ikiwa ni majira ya saa 7, Ima alimuaga Penina kuwa anaenda kumalizia kazi kule kwenye zizi la ng'ombe. Lakini Penina alimzuia na kumwambia atamaliza hata kesho yake. Walienda kuoga kila mtu chumbani kwake. Kisha wakakutana mezani kwa ajili ya kupata chakula cha mchana. Walipotosheka, Penina alimwambia Ima kuwa atachagua nguo za kutokea pamoja na viatu kwenye zile nguo walizonunua, kwani kuna sehemu inatakiwa waende muda sio mrefu. Ima alimwambia waende kwanza, kisha wakitoka matembezini atazijaribisha nguo zile zote na viatu ambavyo walinunua. Atatumia vitakavyomfaa. Vitakavyobaki atawapelekea ndugu zake siku akipata muda. Ima alifurahi sana na kumkimbilia Penina alipokuwa, kisha akamkumbatia kwa nguvu, huku akipiga kelele za mshangao. Haya, imetosha. Nenda ukajiandae tuondoke ili tuwahi kurudi, alijibu Penina huku akijinasua mikononi mwa Ima. Kisha Penina, akiwa ndani ya vazi chukuchuku la kanga, aliondoka huku nyuma akimwachia Ima lawama tele, mateso moyoni. Ima alivaa huku akishangaa samani ndani ya kile chumba cha wageni. Alipomaliza kuvaa nguo, alitoka sebuleni na kumsubiri Penina. Alivaa raba, jeans kali na t-shirt kali sana. Bado Ima aliendelea kushangaa mabadiliko ya nyumba ya Penina ambayo hakuyaacha siku chache zilizopita kabla hajarudi kuanza kazi kwa Penina. Ima aliendelea kujisemea moyoni mwake huku akishangaa sebule ilivyobadilika. Miezi michache tu alipotoka hapo kwa Penina. Mungu wangu, kuna watu humu duniani wanakula mbingu ndogo wakiwa hapa duniani. Yaani huyu mwanamke sijui hivi vitu alivitoa wapi muda mfupi tu ulivyopita, alijiwazia Ima kimoyomoyo. Akiwa bado anashangaa pale sebuleni, Penina alikuja. Tayari, alijibu Ima. Umependeza, aliongea Penina. Hata wewe umependeza sana madamu, Ima alimjibu Penina. Asante sana, halafu utadhani tuliambiana. Yaani mimi nikavaa sketi ya jeans na raba na wewe ukavaa jeans na raba. Jamani, akachombeza Penina.
Safi sana, akajibu Ima. Twende zetu, akasema Penina, huku wakiamka na kuondoka. Wakatoka nje na kuchukua Range Rover toleo jipya la 2026. Wakaondoka taratibu. Kufika getini, geti likajifungua. Wakapita, kisha geti likajifunga haraka. Wakaondoka kwa kasi kuelekea mjini. Iliwachukua dakika 10 hadi kufika Kairuki Hospital. Kabla hawajashuka kwenye gari, Penina aliongea na Ima maneno machache kuhusu mpango aliomweleza miezi kama 2 iliyopita. Sasa Ima, niambie ikiwa uko tayari ku upgrade kazi, Penina aliongea. Kivipi? Ima akauliza. Nadhani utakuwa umesahau tu, ila nakumbuka ni miezi kama 2 imepita nilikuambia kitu kama hicho. Nikakwambia sharti la kupata kazi yenyewe ni kucheki afya kama mara 4 hivi. Sasa niambie peke yako kuwa uko tayari kucheki afya ili ni kuconnect na kazi ya maana, au ubaki na kazi ya uboi miaka yote, aliongea Penina huku akimtizama Ima na kutabasamu. Hiyo kazi mshahara wake ni kiasi gani kwa mwezi? Milioni 25, Ima. Yaani ulilala maskini unaamka tajiri ghafla, aliongea Penina huku akimchombeza Ima. Na hii nyingine itakuwaje? Ima aliuliza. Ukiweza unaweza ukafanya zote tu, ni upepo wako, wala hamna atakaye kuzuia. Kwa hiyo utajikuta kwa mwezi unapiga Tanzania shilingi milioni 45. We madam, hivi kwenda kupima kwani shida? Mbona niko tayari muda wowote, hata sasa hivi. Lakini Tanzania hii kuna mtu kweli analipa pesa yote hiyo kwa mwezi? Yupo kweli? Ima aliongea kwa kuhoji, kisha akacheka. Hiyo sasa mimi hainihusu, lakini ikiwa umekubali safi sana. Penina akamshika Ima bega na kumkumbatia, kisha akambusu. Alimwangalia Ima kwa muda mrefu huku akitabasamu kwa bashasha, kisha akamwambia, safi sana kakaangu, na kwa njia hiyo nitahakikisha ninakuwa bega kwa bega na wewe na kukusaidia kwa ukaribu mno. Natamani na vijana wengi kwa wasichana wangekuwa na moyo wa kukubali kujitokeza katika upimaji afya. Asilimia kubwa sana ya wananchi wangewalinda wapenzi wao na kujikinga dhidi ya maambukizi ya VVU, aliongea Penina. Ni kweli kabisa dada. Penina na Ima wakashuka na kuelekea mapokezi. Walikaa kwenye benchi huku wakisubiri majibu. Baada ya muda mchache majibu yalitoka na kuitwa ndani kwa mshauri na saa. Wakaambiwa wako safi kabisa, hawana tatizo. Damu zenu
hazina tatizo. Hivyo kuanzia leo mjilinde na kujitunza sana, kwani nyie ni wapenzi au wachumba? Aliuliza mshauri nasaha, huku akiwaangalia Penina na Ima kwa tabasamu. Penina akamtizama Ima usoni, kisha akatabasamu Penina alimtizama Ima usoni, kisha akatabasamu na kudakia. Penina hakujua ajibu nini. Hamna, huyu ni mdogo wangu, sisi sio wachumba, akajibu Ima kwa kujiamini. Haya basi, wewe kaka ujichunge, na wewe dada pia ujichunge, hadi siku mtakapotafuta wapenzi na kufunga ndoa. Mtulie, alitimisha mshauri nasaha. Tunashukuru. Ima na Penina wakaitikia na kisha kuamka, kisha wakaondoka. Penina na Ima wakatoka nje ya chumba, huku Penina akilia na kuelekea nje, huku akiwa kavurugwa vilivyo. Dada, unalilia nini tena, au hujaridhika na majibu? Penina aliendelea kulia. Deko mtindo mmoja. Ima aliendelea kumuuliza ni nini hasa ilikuwa tatizo. Kwani umekuwaje Penina? Ima alimuuliza Penina huku amesimama nje ya gari. Hebu ingia ndani ya gari, mimi usinipigie kelele, wewe sidhani kama una akili. Hivi umekuwaje lakini wewe? Hivi mpaka uelezeweje? Lakini wewe? Penina aliongea katika hali ya mkanganyiko ambayo kiukweli ilimchanganya hata Ima na kushindwa kuelewa ni nini hasa kilikuwa kinamsibu Penina. Ima alimuuliza Penina, kwani dada, kuna nini lakini? Mbona sikuelewi? Penina aliondoa gari kwa kasi kuelekea mjini. Alipaki kwenye mgahawa mmoja wa gharama na kununua chakula ambacho kiligharimu kama 2,500 pamoja na vinywaji. Kisha wakaondoka na kuwapitia watoto shuleni na kuelekea nyumbani. Saa 12:30 ili wakuta wote wako nyumbani pamoja na watoto. Usiku ule hapakuwepo na maongezi kati ya Ima na Penina. Penina alikuwa amekasirika vilivyo. Hali ile ilizidi kumchanganya sana Ima. Walikula kwa pamoja kile chakula, na walipomaliza Ima aliaga kuwa anaenda kulala. Kulipopambazuka, Penina aliwaandaa watoto na kisha aliwapeleka shuleni. Yeye akaelekea kwenye shughuli zake. Huku nyuma alimwacha Ima ambaye aliendelea na shughuli mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kumalizia kazi iliyobaki kwa siku iliyopita na kukamua maziwa. Pia aliokota mayai. Alipomaliza alioga na kupita kwa mlinzi. Alimwaga kuwa anaelekea Muhimbili kumuona jamaa yake, ni mgonjwa sana, kisha angepita kwake kidogo. Kazini kwa Penina alikuja Jason
wakavurugana sana ofisini. Penina akaamuru walinzi wamkamate Jason. Penina alimwandikia Jason barua ya kumfukuza kazi na kumwambia anaweza kuomba mafao yake yote bila kupoteza muda. Jason alipewa barua na akaachiwa na walinzi, kisha aliondoka huku akitoa matusi. Penina alipiga simu ya Ima ikawa haipatikani. Akapiga simu ya mlinzi ikapatikana. Akamuuliza kuhusu maendeleo ya nyumbani kwake. Mlinzi alimueleza na kisha Penina alimuuliza Ima kama yupo. Akaambiwa kuwa alitoka mida ya saa 4 bado hajarudi, lakini alisema atapita kwake kisha ataenda Muhimbili kumjulia hali jamaa yao mmoja ni mgonjwa sana. Saa 9 kasoro Penina alitoka kazini na kuwapitia watoto shuleni, kisha alienda nao nyumbani. Alipofika alizunguka sehemu mbalimbali za nyumba yake. Alikuta kazi zimefanywa na hamna mapungufu yoyote, ila alijiuliza, mbona hakupewa taarifa? Ama alimdanganya mlinzi? Na mbona simu yake haipatikani? Penina aliondoka kwake kwenda kumtafuta Ima. Alianza na kwake. Akaambiwa ameenda kazini kwake kule kwenye kaoshi. Alipofika alimkuta Ima yupo na wanaye wanapiga stori. Kisha Penina alipowaona Ima na Joshua aliwaita wote. Ima na Joshua walipofika karibu ya Penina walimsalimia. Kisha Penina akamuuliza Ima kuhusu hali ya mgonjwa. Ima alimjibu ni mzima, anaendelea vizuri. Penina alimwambia amepita kule kwake kumtafuta, akaambiwa yuko huku. Ima akamjibu ni kweli, nilipita kutizama vitu vyangu kidogo, nikaona nipite kumwona rafiki yangu huyu kidogo. Huyo ni rafiki yako? Ndiyo, madam, kwani umemsahau? Ima alimuuliza Penina. Hivi ulisema anaitwa nani vile? Penina alimuuliza Ima. Joshua. Ima akamjibu Penina. Kwa nini vile vitu usimpe tu rafiki yako, halafu wewe utanunua vingine na umpe kabisa funguo aishi kabisa pale? Eti Joshua, au unasemaje Ima? Ili usisumbuke kuwa unakuja kutizama vitu vyako, Penina aliongea. Basi sawa. Ima alikubali kumpa Joshua geto lake. Penina alimlipia Joshua miaka 2 mizima kodi yake. Kisha waliondoka na Ima kurudi Masaki. Njiani Penina akamuuliza Ima tatizo lake ni nini haswa. Ima akamjibu kuwa alikuja kuangalia vitu vyake, kisha akaenda kumtizama rafiki yao hospitalini na akamalizia kumuona rafiki yake Joshua, na baada ya hapo angerudi tu. Ndani ya wiki hii ama ijayo itabidi ukaanze kazi, maana naona utakuwa mzururaji wa mitaani. Penina aliongea huku akimtizama Ima. Haya, kama ni hivyo sawa, Ima akamjibu Penina. Ila inabidi kwanza nikupeleke VETA pale Chang'ombe ukaflashi wiki 4 private, halafu upate usafiri wako ili Wenge hilo likutoke, ili kazini
uwe unaenda na usafiri wako mwenyewe. O Mungu wangu, leo na mimi kumiliki gari, mbona nitashukuru jamani. Wewe, mbona nitashukuru jamani wewe mwanamke. Walipita kwenye mgahawa wao wa kila siku na kuchukua chakula cha kutosha. Kisha walipia pesa kama 300,000 na wakaondoka. Walifika nyumbani 1:30 usiku, huku Penina aliwasalimia wanaye na kuwachotea chakula, kisha akawaambia wampelekee mlinzi kule getini. Waliporudi walikula pamoja, na kisha walipomaliza walitawanyika, kila mtu kuelekea vyumbani mwao. Sebuleni alibaki Ima na Penina tu. Penina alianza zogo tena. Hivi Ima, hadi uelezwe nini ndio uelewe? Unichanganye na Jason naye aje hadi kazini kwangu leo kunifanyia fujo? Kwa nini Ima unaniudhiudhi hivi? Unaondoka hutoi taarifa. Dada, wakati mwingine inanibidi nifanye hivi ili nikapumzishe akili, maana ukweli huwa nakuwa sikuelewi. Yaani kwa kifupi huwa sijui ninakuwa nimekukwaza nini ama nimekosea nini. Wewe naye huniambii kosa langu hasa ni nini. Kazi kukasirika bila hata sababu yoyote. Ima alijaribu kujieleza mbele ya Penina. Penina alimwambia Ima ana maongezi naye, ila waende kule kwenye chumba alichofikia Ima, yaani cha wageni. Ima angekataa yeye ni nani pale? Alikubali, wakaongozana na kuelekea chumbani mule. Ima alifika na kukaa kwenye kochi, halafu Penina alikaa chini katikati ya mapaja na miguu ya Ima, huku wakitizama tamthilia. Penina alianza kumwambia Ima kuhusu alivyokerwa na Jason siku hiyo. Yaani Jason amenikera sana siku ya leo, aliongea Penina. Achana naye madam. Sasa mabisho hawa wa mjini wanakukeraje na wewe? Wasikupe mawazo hivyo. Majukumu ulionao ni makubwa sana. Hebu fikiria kuendesha makampuni, viwanda, familia na mali zote hizi ulizonazo. Unadhani mchezo? Alafu eti uanze kuwaza masharobaro wa hapa mjini. Si utakonda bure, na wakati bode lako safi hivi. Achana na kinyamkela yule, asikupe stress za bure. Mpenzi mfuatiliaji wa channel yetu ya Hamasa na Simulizi, fuatilia sehemu ya 8 na ya mwisho hapa hapa Hamasa na Simulizi. Tuna imani kabisa ya kwamba kuna mafunzo utakuwa umeyapata ndani ya simulizi hii ya Boy. Ifuatilie hapa hapa katika sehemu inayofuata. Asante sana.